katika kipindi naweza kuthubutu kusema ambacho serikali imepania zaidi kuhakikisha tunalipa fedha za fidia stahiki ni kipindi hiki, na huko kulikuwa kukifanyika juhudi hizo, lakini kipindi hiki kumefanyika juhudi kubwa, na katika miradi hii inaendelea tumeshalipa karibu bilioni 38 fidia. Sasa hivi tunakwenda karibu bilioni 40. Msanii. Na humo mna fidia za nyumba, mna fidia za vipando. Waliokuwa hawajalipwa bado utaratibu unaendelea wa kuwalipa. Pale Pemba kwenye uwanja wa ndege kwa mfano tumelipa karibu bilioni 12 airport tu ya Pemba. Na bado na baadhi bilioni 12 bilioni. Wananchi wamefurahi, wananchi wa Amani wamefurahi, wananchi wa Mwanakwerekwe wamefurahi. Na kabla mtu hajalipwa fidia yake anaelezwa, kuna fomu, akikubali fidia yake anasaini, ndio malipo yanakwenda kwenye akaunti yake. Aliyekuwa ana malalamiko, kuna utaratibu wa fomu kujaza katika malalamiko yake, na kuna kamati maalum inayozingatia malalamiko hayo. Mheshimiwa Rais amesema tuhakikishe kila mtu analipwa fidia yake stahiki bila kudhulumiwa. Si swala la kusema mimi siondoki mpaka nilipwe fidia. Utaratibu upo, nyumba yako inapigwa picha na wewe mwenyewe upo kama kielelezo. Tathmini zinafanywa na kampuni binafsi inafanya tathmini hiyo, wala si serikali, kampuni binafsi ya wataalamu inafanya tathmini. Sasa huyu anastahili kulipwa hicho. Ukiwa hujaridhika inarudiwa. Barabara ya Toni sehemu za Mwema Kumbia safanyika tathmini 3 kuridhisha kwamba tathmini inayotoka hapa na kwenda kulipwa inaakisi kweli uhalisia wenyewe. Kwa hiyo malipo yanalipwa na utaratibu upo kwa ambao hawakuridhika, lakini malipo yataendelea kulipwa kwa sababu miradi hii inaendelea kujengwa. Kwa ambaye hajalipwa afanye stahimala atalipwa. Lakini la kwako bwana Mfaume, yule ameshalipwa. Sasa kalipwa. Sasa pesa hazitoshi. Kama unaweza ukabonyeza ukapata zaidi utabonyeza tu, lakini si kwamba hajalipwa, kalipwa na mwenyewe anakiri kalipwa, lakini anasema pesa hizo na utaratibu upo. Ndio ueleza ushalipwa, hukuridhika, toa malalamiko yako, sio bango. Serikali imeweka utaratibu, weka malalamiko yako, na wapo pale katika jamaa zake wana malalamiko yao. Sisi tunajua, tumeyapokea na tunayazingatia. Kwa mfano mtu atakwambia mimi nililipwa, ukuta haukutiwa kwenye thamani, ana haki. Kwa hivyo huyu kama ukuta haukuwekwa kwenye thamani, tutamfikiria na utaratibu alete malalamiko yake, na wengine pale washaleta, yanazingatiwa na serikali. Kwa mtu anaweza kukwambia mlango wangu huu mbona nimelipwa milioni 2 tu. Akileta malalamiko kama katika typing 0 ilisahauliwa, kurudishiwa milioni yake 20. Si swala la kugoma, ni swala wala si swala la kuweka mabango ukapeleka dunia nzima, wala si utaratibu. Utaratibu serikali unaweka wazi kabisa wa kuleta malalamiko yako pale ambapo wewe utakuwa na malalamiko. Lakini na wewe pia uwe fair.
Usilete malalamiko kwa sababu ya ubishi, usilete malalamiko kwa sababu tu unataka kupress ulipwe zaidi. Waliofanya tathmini wameshaona kwa mkuu una stake kiasi hichi. Pokea. Bado unahisi kuna malalamiko genuine ambayo kwa kweli ukiyatazama na wako wanaleta malalamiko, tunaangalia tunasema kwa kweli haya malalamiko huyu mtu kweli anastahili, yapitieni upya, yanapitiwa upya, baadaye tunasikia mwafaka, watu wanalipwa fedha zao.